Ya Bwana Yesu asifiwe. Leo nitashirikisha neno ambalo nilisikia neno mahali nikasema hili litatufaa, kwamba somo lenyewe ni kwamba tusichukulie wepesi kumkabidhi Mungu mambo yetu yote, safari zetu zote na kila tunachokifanya. Kuna mambo mengi unakuta kina mama unaona si ninachotakiwa kufanya hili jambo natakiwa kulitimiza, ninayotakiwa kutimiza ni haya hapa, ninayo haya hapa. Kwa mfano tuseme unataka kupika, nichukue mfano, unataka kupika pilau, si ndio? Pilau na viungo vyako vyote viko pale. Sasa kuna haja kukabidhi kwa Bwana. Kina mama sisi tunaingia jikoni, tunaanza kukata vitunguu, tunamenya vitunguu saumu, tunatayarisha kila kitu, nyama inachemka, kila kitu. Lakini hata kama kitu ni kidogo au ni kikubwa, tuseme unataka kwenda kuanza kujenga, unataka kwenda kupeleka watoto shule, wapeleke shule gani? Unatoka safari, unatoka hapa unaenda dukani, au unatoka hapa unaenda safari ndefu. Ni muhimu kumkabidhi Bwana. Kwa sababu gani? Ili fundisho sio fundisho, huu shuhuda nitatumia na maandiko mawili matatu. Huu shuhuda unatukumbusha, ni ushuhuda mmoja wapo, ziko shuhuda nyingi sana kwa kweli. Zipo nyingi, ila nitakupa labda leo tuseme mbili ambazo zitakusaidia. Yaani tukiona mambo yanaenda sawa, umeamka vizuri, una afya njema, mambo yanaenda sawa, unaanza tu unaomba, Mungu nisaidie siku ya leo hivi na hivi na hivi. Unaanza kile kitu ulichopanga siku. Kitu cha kwanza nitafanya hivi, nitafanya usafi labda ya nyumba nzima, cha pili nitafanya hiki, cha tatu nitafua, cha nne nitaenda huku, cha tano nitarudi huku. Kumbukumbu la Torati 8:11 tunaambiwa hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Hili neno tumeambiwa hivi, tumkiri Bwana katika mambo yote, tumkabidhi Bwana njia zetu zote. Kama tulivyoambiwa hapo kwenye Mithali 3, ukisoma tena hii Torati 8 kwanza, wakati ninaisoma nikawa nasema ni vizuri ukikaa tena ukaisoma mwanzo mpaka mwisho. Ina vitu vizuri sana vya thamani mle, vitatusaidia kama tulivyoambiwa. Lakini Mithali 3:5-6, tumtumainie Bwana, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Kuna ushuhuda kama 2 hivi nitashirikisha kwa muda ni mdogo. Kuna ushuhuda mmoja wa mtu tunayemfahamu, yuko huko, anampenda Mungu kabisa, ameokoka na mke wake ameokoka. Hatujui kilichotokea siku hiyo. Alimshusha mke wake kazini, akawa anarudi nyumbani. Kama unasafiri hata usafiri wa mabasi, pikipiki, unaendesha, penda kusikiliza rohoni, Roho wa Mungu anakuambia nini. Utashangaa, utaambiwa huku unakotaka kupitia acha, utaenda siku nyingine. Huku pita njia hii. Kurudi nyumbani kuna njia labda 3, 4, 5. Unaambiwa leo pita njia hii. Penda kusikiliza. Hatujui kilichotokea, wala sitakaa ni mhukumu mtumishi wa Mungu. Yuko hai mpaka leo huyo baba. Huyo baba akasema, naenda nyumbani, wako tu wawili, hawana mtoto. Naenda nyumbani, ngoja nipitie hapo dukani, mahitaji, supermarket hapo. Mpendwa wangu, ilitokea gari ilimgonga ubavu. Asante Yesu, yule baba ameokoka, na yule baba ana mke aliyeokoka. Mimi nilikuwa kazini. Mume wangu huyu alienda, ni kanisa ambalo huwa tunaabudu. Mume wangu alienda pale hospitali kumuona yule baba. Sasa ile amefikishwa pale, panaitwa trauma. Mpendwa anasema alifika muda sawa na mke wake. Uzuri madokta wale walikuwa wana hofu ya Mungu, waliruhusu yule mke aje kumuona mume wake. Mume wangu anasema mke wake aliingia, mke wake Mfilipino, mume ni mweusi wa hapa Marekani. Yule mama aliingia kule kwenye chumba cha ICU
ananena kwa lugha, kwa sababu mme wake kuanzia kichwa mpaka miguu wanasema sijui walifanywaga upasuaji sijui mara sijui 6 sehemu 6. Ulimi umeathirika, sijui shingo, yani kila sehemu nyingi alikuwa ameumia. Nisiongeze chumvi. Sehemu nyingi alikuwa ameumia, mkono umetundikwa, mguu umetundikwa. Sababu niliendaga kumuona baadaye. Ilitokea hiyo bahati mbaya siku hiyo, maskini kikakuta hicho kitu. Sasa nitaunganisha tena na ushuhuda wa mwingine uliosababisha nimeleta hili somo la leo. Kuna mahali nisikia ushuhuda, mlevi wa madawa ya kulevya na pombe zote, ambaye yaani ukimwangalia hivi kwa ukweli hana Mungu, lakini huyo mlevi alitumika kuhubiri wakati fulani. Ulitokea wakati wa hatari, akatumika kuhubiri. Mnisamee, nitazidisha na nusu kidogo kumalizia ushuhuda. Utatusaidia. Huyo mtumishi wa Mungu alikuwa anatoa huo ushuhuda. Anasema enzi yuko kijana, anaenda kwenye shughuli zake, au ni uinjilisti sijui, ila alikuwa ni tayari mtumishi wa Mungu. Lakini alianza safari bila kuomba. Wakapanda boti maeneo ya Mwanza kule, unaona ukienda visiwa vya kule Mwanza. Kuenda, wamefika mahali sasa uoni nchi kavu. Ikaanza dhoruba, anasema kila mtu alikuwa anaomba kivyake. Kila dhehebu mbalimbali mno walikuwa wanaomba kivyao. Waliomba sana. Tena sana. Anasema wameomba kwa muda wa kutosha. Watu anaona mizigo inaanza kutupwa nje. Mizigo inatupwa kwenye maji. Mifuko ya simenti, sijui magunia ya sukari, sijui nini, wanatupa mizigo nje kupunguza ule uzito. Anasema ghafla wako wanaomba, wakamshangaa yule, kuna mlevi alikuwa amekaa pembeni. Yaani anaonekana mlevi, nywele zake tu, wale ambao walevi kabisa wakubwa. Yeye akawa anaomba kinyume chao. Anasema, Mungu, usisikilize maombi yao. Mungu, huu watu leo. Ilibidi waache kuomba. Ilibidi wafungue macho wengine. Yeye mtumishi wa Mungu anasema ilibidi afungue macho, aseme hivi, anayeomba hivi ni nani? Mungu, watu hawa, wanafiki wakubwa hawa. Tumeanza safari, sikusikia mtu anaomba hapa. Sikusikia mtu anasema sijui maombi gani, au hata anatamka safari hii njema iwe salama. Sikusikia. Watu wanafiki hao. Yaani yule mtu akasikia kuhukumika wakati ule, akasema kweli tulikosea. Kama ni toba walianza kuomba toba, kama ni nini, lakini yule mtu tena alikuwa anasema, yule mlevi alikuwa ananukuu maandiko kabisa. Anasema, Mungu ulisema wasiokukiri mbele za watu. Hapa na waona watu maafisa hapa, wafanyabiashara waliona labda aibu kuomba hapa, wanadhania kwamba hii safari wanajua mambo yao yatafanikiwa tu. Hawakuona umuhimu wa kushirikisha mwanzo wa hii safari. Wewe tu, maliza tu wote. Yaani mlevi, shetani ni kama alimtumia kukebehi watu, kwa sababu shetani alijua hawa mwisho umefika. Tena anasema kibaya zaidi, wakati yule mlevi anaongea vile, ikatokea gogo mahali sijui wapi, likagonga boti, injini ikachomoka ikaanza kuelea kivyake inaenda. Anasema tu vile watu walizidi kuomba, Mungu akaleta rehema, akabadilisha. Kwamba alitumia yule mlevi, sijui ni mlevi yule au ni mtu mwingine, aliingia kwenye maji kuiwai ile injini, akaja akaifunga tena pale. Sijui ni tandiboy wa boti au ni nani, akafunga ile injini, wakaweza kupata msaada kidogo, ikatokea boti nyingine ikawasaidia, ikawaokoa. Mstari alionukuu huyo mlevi hakunukuu kwa uhakika, lakini ulitoka Mathayo 10:32-33. Inasema, basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Kuna ushuhuda huku sio tu kwamba unachekesha, ila siku hizi ndege zinaanguka sana nchi ya Marekani, karibu kila wiki. Hasa hizi ndege
za mikoani, tunaziita mikoani, utaziita zinatoka mkoa huu au mji huu kwenda mji huu, ndege za ndani kwa ndani. Mzee anasema aliona video moja, huyo baba na mke wake wanataka kuingia ile ndege, wanaonekana kabisa wanaiombea pale mlangoni, wameisijua niliwaishika, sijua alifanya nini. Yaani tena inakuwa sio hakuona aibu. Nashukuru huyo mtu na mke wake hawakuona aibu, hawakumuonea haya Bwana Yesu, waliomba. Mimi sikumbuki kama kuna safari tunathubutu kusafiri tusiombe kwenye ile ndege. Haijalishi tumezungukwa na watu gani, tutaomba tu, tutaomba. Kwa hiyo hapa nikakumbuka huu shuhuda utatusaidia tusimsahau Bwana Mungu wetu katika njia zetu zote. Shuhuda huwa ziko nyingi sana za mifano, na nyingine ninajua mnazifahamu. Utakuta hata ukianza kufanya kitu fulani na mtu, uliza Mungu kwanza, nifanye hiki kitu na huyu, ni kitu kizuri, huyu ni mpendwa, mambo yake yako sawa. Inawezekana sio ufanye na huyo, inatakiwa ufanye na mtu mwingine labda kwa wakati ule. Kwa hiyo mambo yote, katika mambo yetu yote tumkabidhi Bwana, na tufundishe watoto wetu pia hivyo hivyo kumkabidhi Bwana njia zetu zote. Kwa kifupi ndio neno hili la leo. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimetumia muda vizuri, nidhania nitapitisha muda. Nashukuru Mungu umefika muda, tunaweza kuendelea kusoma maandiko. Ningependa kuwashirikisha tu hilo. Siku nyingine Mungu atatupa neema, kuna somo lingine ambalo litachukua muda zaidi, inabidi niwe nimetulia katika Bwana niwashirikishe. Somo litakuwa linahusu umuhimu wa nidhamu. Tuombe Mungu atupe nidhamu. Nazo zina shuhuda kama 2-3 hivi za kutusaidia thamani ya nidhamu, na tukiwafundisha watoto wetu hivi visa viwili kwenye hilo somo la nidhamu, watoto wetu labda wengine watatusikiliza zaidi kwa makini. Haleluya. Mbarikiwe na Bwana Yesu akawe nasi tunapoendelea kusoma maandiko. Asante.